Yes, uhali gani tena, naamini unaendelea vizuri na afya yako. Uko na Mwalimu Baraka Mwajeka na tena tuko katika mtazamo mwingine wa pili. Kumbuka tuko katika series ya kufanikiwa kifedha au ya usalishaji wa kifedha. Na sasa tunaenda kwenye mtazamo wa pili wa mtaalamu anaitwa Dan Lok. Yeye alitoa hii hapa alitoa katika mfumo wa wealth triangle, alitoa pembe tatu ambayo inaonyesha utajiri. Unajua kuna utajiri ambao unaitwa rich na utajiri unaitwa nini? Unaitwa wealth. Wealth ni utajiri beyond utajiri. Utajiri unaweza kuwa na hela ndio, lakini huyu jamaa anakuwa na hela za vizazi vingine. So tuko na hela ambazo zinaweza kukuishia mwenyewe, ni hela za vizazi vingine. Yeye anaeleza mambo makubwa matatu tu, mambo makubwa hata kama unaweza kufanya ukawa tajiri mkubwa sana, ukawa wealthy. Anaelezea jambo la kwanza ni high income skills. Lazima uwe na ujuzi unaolipika, ujuzi ambao una thamani kubwa kiasi kwamba watu watakulipa kwa huo ujuzi ambao uko nao. Na nitakutajia hapo, sijali ujuzi wa aina gani, nitakutajia hapa. Lakini pia eneo la pili ni kwamba lazima uwe na scalable business. Lazima uwe na cash flow, lazima uwe na cash flow. Anaelezea hapa lazima uwe na scalable business ambayo inakuongezea biashara inayokuwa. Tunaita scalable kwa neno scale business, biashara inaweza kukua, inazidi kukua kila siku, utapata hela nyingi sana. Nimezungumza pia katika upande wa mtazamo wa Robert Kiyosaki. Lakini pia eneo la tatu katika hiyo triangle, kumbuka hii ni triangle maana yake ya pembe tatu. Upande wa kwanza nimeshakutajia high income skills, maarifa ambayo yanaweza kulipika. Lakini huku upande wa pili ni biashara inayokuwa. Lakini pia kwa ya tatu chini hapa kwenye kitako wanasema ni high return investment. Hapa sasa tunatengeneza net worth. Kwenye high return investment hapa sasa tunatengeneza vitu kama vile nilivyokuelekeza kwenye uwekezaji wake. Sasa nataka nikuchambulie kimoja badala ya kingine. Lengo ukiondoka hapa ukajifunza vitu, unaongeza vitu ambavyo ni vikubwa sana, vikubwa mno, na naamini utaendelea kujifunza sana katika hapo. Naomba niishie hapo katika audio hii, twende kwenye part 2 ya kipengele chetu hiki, lakini itakuwa ni kama super 2, itakuwa ni part 4. Hii hapa ni 4, tutaenda kwenye part 5. Bye bye, see you next audio.